Mvutano wa hadharani kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mfanyabiashara bilionea Elon Musk unaendelea kushika kasi, huku rais Trump akisema hana nia hasa ya kuzungumza na Musk, kinyume na ripoti zilizodai kuwa wawili hao wangezungumza kwa simu baadaye leo. Katika mahojiano ya simu na kituo cha habari cha ABC News Ijumaa hii, Trump alimwelezea Musk kama mtu aliyechanganyikiwa, akihusisha mabishano yao makali ya hadharani yaliyotokea Alhamisi. Ripoti ya awali ya Politico ilieleza kuwa maafisa wa ikulu walikuwa wamepanga mazungumzo ya simu baina ya Trump na Musk, lakini kwa mujibu wa chanzo cha ndani kilichozungumza na shirika la Reuters, hakutakuwa na simu yoyote kati ya wawili hao leo. Trump amekuwa akizungumza na vyombo mbalimbali vya habari leo hii, huku akirudia kauli yake kuwa hana mpango wa kuzungumza na Musk. Akihojiwa na CNN, Trump amesema, siwezi hata kumfikiria Elon. Ana matatizo. Maskini ana tatizo kweli. Licha ya kuendelea kuposti vitu kwenye akaunti yake katika mtandao wa Truth Social, Trump hajamtaja Musk moja kwa moja leo. Kwa upande wake, Musk bado hajatoa kauli mpya, lakini maafisa wanafuatilia mtandao wake wa X kuona nini atakachokisema leo. Katika hatua nyingine, CBS News imeripoti kuwa Trump anafikiria kuuza gari lake la Tesla, gari jekundu alilolinunua zamani, ili kusaidia kutangaza kampuni ya Musk. Tangu alinunue, limekuwa likihifadhiwa kwenye ikulu bila kutumika kwa wiki kadhaa. Wakati huo huo, bei ya hisa za Tesla ilishuka kwa 14% jana kufuatia mgogoro wa wazi kati ya Musk na Trump. Hasara hiyo ilifuta thamani ya takriban dola bilioni 150, lakini wataalamu wanasisitiza kuwa bei ya hisa bado iko juu ikilinganishwa na mapato halisi ya kampuni hiyo. Hii yote ilianza pale Trump aliposema kwenye mkutano ndani ya ofisi ya Oval kwamba alikatishwa tamaa na kauli za Musk kuhusu muswada wa kodi na matumizi ya serikali. Trump alisema, Elon na mimi tulikuwa na uhusiano mzuri, sijui kama bado tutakuwa nao tena. Baada ya saa chache, Musk alimjibu kupitia X akisema, bila mimi Trump angepoteza uchaguzi. Trump akajibu tena kupitia Truth Social akisema, Elon alianza kuchosha, nilimwambia aondoke. Niliondoa agizo lake la magari ya umeme ambalo hakuna mtu aliyetaka, na alijua tangu miezi iliyopita kuwa nitafanya hivyo. Kisha akaanza kupagawa. Akaongeza kuwa njia rahisi ya kuokoa fedha ni kusitisha ruzuku na mikataba yote ya serikali kwa Elon. Dakika 13 baadaye, Musk alimjibu tena akisema, sawa, fanya hivyo, nifurahishe. Lakini dakika chache baadaye tena, mvutano huo uligeuka kuwa mkubwa zaidi baada ya Musk kupakia ujumbe mwingine wa kushangaza kwenye X akidai bila ushahidi kuwa Trump anatajwa katika mafaili ya siri ya Jeffrey Epstein ambayo bado hayajatolewa hadharani. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.